Semaji mambo hivi? Safi kabisa bana. Habari za toka jana? Tunamshukuru Mungu, mambo yanakwenda vizuri. Leo somo ikoje? Bana. Singida wanafuturu saa 1 na dakika na robo sijui ile. Na robo? Wewe hujaangalia kumbe? Sijaangalia. Mimi unajua huaga sisikiagi somo. Wewe mafuta mengi. Sio sababu. Nimeangalia pale muda wa kufuturu saa 1 na robo nikashtuka. Kwa hiyo utafunga masaa karibia 13. Sio mchezo. Sawa, baada ya kuanza safari asubuhi kufika Singida, hali ya kikosi iko? Leo tumeanza safari ya kutoka Dodoma ambako tuliweka kambi tangu siku ya jana, tukaja zetu Singida ambapo ni kituo chetu cha kazi kwa siku ya leo na kesho, na jioni hii tumepata nafasi ya kufanya mazoezi katika uwanja huu wa Airtel, uwanja ambao unamilikiwa na timu ya Singida Black Stars. Lakini kabla ya kuzungumzia mchezo wenyewe na maendeleo ya timu yetu kwa ujumla wake, nianze kwa kutoa pongezi kwa uongozi wa Singida Black Stars kwa kufanikisha kumiliki na kujenga uwanja wa kisasa kama huu. Sio kazi ndogo, tunafahamu ni uwekezaji mkubwa ambao unapaswa kuungwa mkono na kupongezwa kwa kila ambaye ametoa jitihada zake kuiwezesha timu ya ligi kuu kumiliki uwanja kama huu. Uwanja kama huu unatuwezesha Simba Sports Club na timu nyingine kucheza katika mazingira mazuri. Wewe unafahamu Chiko, hivi sasa mikoani sasa hizi ama Tanzania kwa ujumla, mvua zinanyesha, viwanja vingi vinapata changamoto nyingi ya kuharibika eneo la kuchezea, lakini kwa uwanja huu wa Airtel Stadium, uwanja wa Singida Black Stars, unatuwezesha, unaturuhusu kucheza bila mashaka ya aina yoyote ile. Ni kwa mara ya kwanza binafsi nafika hapa, na ni kwa mara ya kwanza Simba Sports tunafika hapa, na hatuna budi kwenye dhana nzima ya ungwana, kwenye dhana nzima ya fair play kuwapongeza Singida kwa uwekezaji huu, na tunaamini hii itakuwa ni chachu kwa vilabu vingine kwa kuiga utamaduni huu ambao wameufanya wenzetu wa Singida kuweza kumiliki kiwanja chao, na hii inawapa nafasi ya kujinasibu kwamba wamefanikiwa na wao kuwa na sehemu yao. Sawa. Jambo zuri kuona kiwanja kama hichi ambacho mpira utakuwa unachezwa vizuri kabisa. Sasa twende kwenye mchezo wenyewe. Mazoezi ya jioni leo yameendea vipi? Tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa katika uwanja huu wa Airtel, na kila kitu kimekwenda vizuri. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao wamepata muda thabiti wa kufanya mazoezi, na wachezaji wote tunamshukuru Mwenyezi Mungu wapo katika hali nzuri kweli kweli. Hakuna yeyote mwenye changamoto yoyote ya kiafya, wote wako timamu. Mchezo wa kesho tunamkosa Selemani Mwalimu pekee ambaye ana adhabu ya mechi 3, na mechi ya kesho inakuwa ni mechi yake ya pili kuikosa, lakini wengine wote waliosalia wako timamu na wako vizuri kwa ajili ya kwenda kuipambania Simba Sports Club. Hii maana yake ni kwamba Mwalimu Steven Becker atakuwa na uwanda mpana ifikapo kesho ya kuchagua nani amtumie wapi kulingana na matakwa na mahitaji ya mechi husika. Sawa, baada ya mazoezi hali ikoje? Je, mmefanya kwa amani, kwa utulivu? Maana hii ndio mechi ambayo umesema Singida ndio mechi yao. Hakuna mechi ambayo utakwenda kucheza alafu mambo yakanyooka. Lazima mtikisiko hapa na pale utokee, na ndio nature ya ushindani. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, timu yetu imeingia vizuri hapa uwanjani, wachezaji wameingia uwanjani, wamefanya mazoezi. Of course kulikuwa kuna maafisa wachache wa timu ya Singida ambapo kikanuni hawaruhusiwi kuwepo uwanjani wakati timu ngeni inafanya mazoezi. Na hili tungependa kutoa rai kwa mamlaka za soka nchini kupitia match commissioners pamoja na waratibu wa michezo kwa maana GC, kutoa seminar
kwa viongozi wa vilabu na kutoa semina kwa match commissioners, kutoa semina kwa ma-GC, kusimamia kanuni ya mechi. Mnapokwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, watu wote ambao hawahusiki na timu ngeni wanapaswa kutoka nje. Haijalishi uwanja ni wenu, haijalishi ni nini, lakini as long as wewe ni wa timu pinzani, hautakiwi kuwepo uwanjani mpaka wale ambao wanafanya mazoezi waondoke. Anaopaswa kuwepo uwanjani ni timu husika, mratibu wa mchezo kwa maana ya GC na match commissioner. Hao ndio watu pekee ambao wanapaswa kuwepo kwa ajili ya kusimamia taratibu nzima za mchezo huo. Kwa hiyo tungependa kuona hili linatekelezeka kwa vitendo, kwa sababu sio ombi, sio msaada, ni jambo la kikanuni. Tumecheza huko kwenye mechi za kimataifa, tunaona unakwenda kwenye uwanja wa watu, unakwenda Tunisia pale Stade de Rades, unakwenda Cairo International Stadium. Ukifika pale humkuti mtu yoyote Al Ahly, humkuti mtu wa Esperance, humkuti mtu wa Mazembe, mnakuwa mko wenyewe pamoja na wale maafisa wa mchezo husika. Kwa hiyo wakati ligi yetu inapiga hatua kwenda mbele, ni vema na mambo haya tukaya-apply kwa vitendo ili kunogesha ubora wa ligi. Na hili ambalo wanapaswa kulisimamia ni wale waratibu, match commissioners. Mimi naamini baada ya muda mfupi kila mmoja atakuwa ameelewa, na timu ngeni inapokwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi husika, hakutakuwa na rabsha za aina pale. Mambo mengine yanaepukika. Kama mkaamua kuwaachia wageni wenu wakafanya mazoezi kulingana na kanuni, wakamaliza wakaondoka, mkabaki na uwanja wenu, vitu vingi vinaepukika na mnatengeneza misingi halisi ile ya fair play. Mwisho siku mpira wa miguu natakiwa kabla ya kucheza mna amani, baada ya kucheza mna amani. Na mnaipataje hiyo amani? Ndio maana kuna kanuni, mkiishi kwenye zile kanuni, amani inapatikana. Kanuni ambazo saizi kidogo watu zinawasumbua. Unajua kuna kanuni kuielewa na kanuni inavyopaswa kutafsiriwa. Sasa wakati mwingine mtu anaamua kuielewa kanuni vile ambavyo yeye anataka aielewe ili imnufaishe yeye. Sasa hapo ndipo kazi za mamlaka zinasimama na kutoa mwongozo sahihi ama tafsiri sahihi ya kanuni husika. Tutaelewana tu kwenye mambo ya kanuni hapa safari hii.